Yes, na kuhusu wale wachezaji ambao hawajaripoti bado hapa, na taarifa ambayo imetoka kwa mjumbe wa kamati tendaji wanatarajia kuingia usiku wa leo. Naungana hapa na daktari wa timu Moses Etutu kutueleza kitaalam kwa siku moja ambayo wataipata siku ya kesho kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo. Kwenye idara yao ya madaktari kuna nini ambacho wamekiandaa kwa ajili ya kuwasaidia wachezaji hawa waweze kusaidia siku ya Jumamosi. Moses Etutu, mambo? Safi, yes, habari. Uko vizuri? Niko poa kabisa. Umekaa kisaifi hivi? Hapana, niko na furaha tu kwamba timu iko vizuri, wachezaji wetu wako sawa, na inshallah Jumamosi tunaweza tukafanya jambo kubwa sana. Kabla sijakuuliza hili la wachezaji ambao wanaingia usiku wa leo, tumemwona leo kwenye mazoezi hapa mchezaji Clement Francis Mzize, ambaye mara mwisho tulifanya mahojiano alituambia yupo kwenye 50 kwa 50, hali yake ipo 80%. Leo tunamwona amesafiri na amefanya mazoezi na timu hapa. Hali ya Mzize ikoje sasa hivi? Ana improve kila siku anaendelea vizuri, tunashukuru Mungu na tunaona kabisa improvement ni kubwa, na tunakuwa naye kwenye kikosi tukimpa chance ya kuanza kuzoea kujumuika na timu na wachezaji wenzake, sababu amekuwa nje kwa siku takriban 10-14, kwa ni muda mrefu, ili at least kuwa na chance kwamba kama atahitajika kutumika kwa siku ya Jumamosi then atakuwa tayari ameshakuwa part ya kikosi. Kwa hiyo tunaendelea kuangalia, bado tuna siku mbili, inshallah tunaweza tukapata jambo jema siku ya Jumamosi. Inshallah, na kila mwananchi anaombea hivyo. Tuna wachezaji watatu ambao walikuwa majukumu ya timu ya taifa. Tunaye Duke Abuya na Pacome Zouzoua, hawa walikuwa Ivory Coast, Kenya na Ivory Coast walicheza, lakini tunaye pia Prince Dube. Wote hawapo kwenye session ya leo, na kimsingi watakuwa na session moja tu. Tunataka tufahamu kuna program yoyote ambayo kwenye idara yako mnaiandaa kwa ajili ya kupambana na hii fatiki ya wachezaji waweze kutusaidia siku ya Jumamosi? Hiyo ni lazima, kwa sababu ya wametoka kwenye majukumu ya timu ya taifa, wameweza kucheza katika timu zao za taifa, na bado safari ni ndefu kufika hadi huku. Kwa hiyo tumejipanga kwa ajili, tunategemea kuwapata usiku wa leo. Tutakapowapata tunategemea kuandalia program maalum kwa ajili ya kusaidia kupunguza uchovu. Ni session nyingi ambazo zitakuwa zimeandaliwa pamoja na supplement ambazo tutakuwa tunazitumia. Hizi zote ni kuwasaidia hao wachezaji ili waweze at least kupunguza ule uchovu walionao kwa asilimia kubwa, ili wawe tayari, kwa sababu session ni moja na muda ni mfupi, lakini tutaona jinsi gani tutakavyoweza kupambana nao ili kuwaweka wawe sawa na wawe timamu kimwili. Shukrani sana. Asante sana. Bwana daktari huyu Moses Etutu akitudokeza ABC za nini watafanya kwa ajili ya wachezaji ambao wanaingia usiku wa leo kwenye program waweze kupunguza ule uchovu. Usikae mbali na Yanga TV, usikae mbali na social media zote za Young African Sports Club, exclusive zote kutoka hapa Lilongwe, Malawi utakuwa unazipata hapa. Kwa nukta hii tuishie hapa, lakini mengi mazuri yanakuja kutoka kwenye training session ya leo.